Hatuna budi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza Jalla, aliyetuwezesha tukaweza tena kubakia baada ya kuswali swala hii ya magharibi. Ni katika ibada tukufu ya swala, na tukaweza kumuhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile tukaweza kubakia tukiendelea na mtiririko wa ibada. Raha ya dini yetu, ikitoka ibada hii inaingia nyingine. Hakuna nafasi ya mchezo, hakuna nafasi ya dharau. Kwa hiyo ina maana sisi tuko katika mtiririko wa ibada mpaka tunaondoka katika ulimwengu huu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, muabudu Mola wako mpaka ikufikie yaqini. Yaqini inayozungumzwa hapa ni mauti. Kwa hiyo mtu asije akafika pahala akawa anafanya likizo ndani ya kuabudu, akawa anafanya mapumziko. Ikiwa mapumziko, basi pia yawe ya kiibada, sio yale nimechoka nijipumzikie we, nimeswali miaka mingi, hebu nipumzike we. Hayo sio mapumziko yanotakiwa. Mapumziko yawe ibada. Vipi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amepumzika? Vipi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alidumu na ibada? Kwa hiyo tunaambiwa kwamba mpaka yatufikie mauti, sisi tumo katika mtiririko wa ibada. Mauti yake mtu yawe ibada. Yale mauti yanakuja kwa mtiririko wa ibada, ili Mwenyezi Mungu aridhie. Halafu aite nafsi, ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsi inaitwa kijina lile lile, jina lake ni lile lile, kwa jina lile lile, nafsi. Allahu akbar. Watu wana majina mengi, kila mmoja kaitwa jina lake, lakini kwa vile nafsi imemridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi inaitwa ewe nafsi. Ewe nafsi wewe, nafsi ambayo una kitulivu, umetulia kwa ajili ya Mola wako, rejea kwa Mola wako. Akiwa amekuridhia na wewe nafsi umeridhika, ingia katika waja wangu wema, halafu ingia ndani ya pepo yangu, kwa sababu ndani ya pepo kuna waja wema. Ndio maana Mwenyezi Mungu akataja waja wema. Na waja wema wanakuwa nani? Ni waja wa Mwenyezi Mungu. Fadkhuli fi ibadi. Ibadi maana yake ndio waja wa Mungu hao. Lakini tukiweko duniani tunasema sote si watu wa Mungu. Mungu kashakataa, wengine si wa kwake. Walevi si wa Mungu, washirikina si wa Mungu, mpaka warejee kwa Mungu ndo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawa ni waja wangu. Kwa hiyo mlevi hata akisema alhamdulillah, kwamba ndo anamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hilo si kweli, ni neno la uongo. Anajigamba. Na mshirikina vile vile, na mzinifu vile vile, mla riba vile vile, na wengineo mbali wenye kumkera Mwenyezi Mungu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu asitujalie kuwa ni miongoni mwa wenye kumkera yeye. Tunaona hali hiyo. Mwenyezi Mungu anawaja wachache kidogo. Yawezekana wafuasi wa chama wakawa wengi kuliko
katika mji, wafuasi wa chama cha mpira, chama cha siasa kwenye mji wanaweza kuwa wengi kuliko waja wa Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wa qalilin min ibadi ya shakur, kidogo sana katika waja wangu wenye kunishukuru, wachache. Ukipiga mziki utawaona kundi la watu linavyokuja, angalia wewe. Na ikisoma adhana vile vile, mnadi wa adhana, unaona kundi la watu linakuja msikitini. Lakini bado Mwenyezi Mungu anasema haijatosha kuwa ni dalili kila alojaa ndani ya msikiti kwamba ni mpenzi wa Mungu, na kila aloingia msikitini akajaa tele, watu wakajaa msikitini, wakawa hao eti wote hao ni vipenzi wa Mwenyezi Mungu. Si kama haiwezekani, inawezekana. Lakini Mwenyezi Mungu anasema hisabu bado ni kidogo ya wale ambao wenye kumtii Mwenyezi Mungu kisawasawa, hisabu yake haiwi kubwa sana. Si kama Mwenyezi Mungu hapendelei watu wawe wengi, lakini kuna kazi ukajikubalisha wewe na mimi tukawa watu wa Mungu. Wengi wao wanachanganyisha thumma amanu thumma kafaru, thumma amanu thumma kafaru. Mara wanaamini mara wanakufuru, wanambea mbili. Mwenyezi Mungu anawataja mpaka wenye kumwabudu yeye kwamba kuna wengine wana wasiwasi. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, kuna miongoni mwa watu wanamwabudu Mwenyezi Mungu lakini kwa sehemu ya nchani kabisa, maana ya ubabaifu. Wako katika hali hata wakifika katika kuswali hawa, wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna nnasa wala yadhkuruna Allah illa qalila mudhabidhabina baina dhalika la ilaha ulai wala ilaha ulai. Wamekuwa wanatangatanga, watu wana mashaka, hawajatulia vizuri, wamekuwa na unafiki. Hata kama wakiswali, wanakuwa wakiswali huku simu zinapiga mziki, watu wamerukui tayari simu zinaita na mlio wa simu unaita, mmeinama, mmeinuka, mnaokota kidude. Yani watu wako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaambiwa anaokota kidude. Mwingine simu yake inalia, Ahmada umelewa. Kwa hiyo imekuwa haya ndiyo mitindo mbalimbali, watu wanachanganyisha haki na batil. Mwenyezi Mungu anasema wala talbisul haqa bil batil wa taktumul haqa wa antum ta'lamun, msifiche haki na mkachanganya haki na batil. Msichanganye baina haki na batil na mkaificha haki hali ya kuwa ni wajuzi kabisa. Watu wamesoma vizuri dini, wanaelewa, lakini wanachanganyisha huku na huku.